Uzinduzi wa programu hii ya urasimishaji wa ujuzi nje ya mfumo rasmi, Jeshi la Magereza likishirikiana na VETA ni sehemu ya utekelezaji ya maono na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwenye mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake, na sisi tunaendelea kumwahidi tutaendelea kusimamia kikamilifu na kwa weledi maeneo ya 4R na maeneo ambayo alielekeza chini ya mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. CGP na timu yako na washukuru sana kwa mwaliko na kwa heshima hii ambayo mmenipa. Katika shukrani zangu ni washukuru pia taasisi yetu ya VETA mkiongozwa na CPA Kasole na management. Naomba niwashukuru sana kwa namna ambavyo mlikaa, mkapanga, mkasimamia programu hii ya urasimishaji kwa kushirikiana na Jeshi la Magereza. Lakini pia niwapongeze wahitimu wetu wafungwa 201 kwa kuhitimu na ujuzi wenu kutambuliwa na VETA. Hongereni sana. Hapa wahitimu 201 wametoka kwenye mikoa 7 ya kanda ya kaskazini na mashariki. Lakini kuangalia jiografia na mkoa wa Magereza, sasa CGP na bahati nzuri mtendaji mkuu wa VETA mpo, muangalie mkao wa magereza yetu nchini na namna programu hizi zinaweza kuendeshwa kikanda ili fursa iwe kwa magereza yote nchini. Ninaamini jambo hili mtalisimamia vizuri. Natoa wito kwenu kubuni zaidi pamoja kimkakati kama nilivyosema, na kuangalia upande wa vyanzo vya fedha au bajeti ya kuwezesha programu hii kuwa kubwa na kuwa endelevu, likiwemo swala la mfuko kwa bidhaa ambazo zitakuwa zinauzwa zilizotengenezwa na ndugu zetu ambao wamo magerezani kwa kurekebishwa tabia na mwenendo, lakini wamepata elimu, ujuzi na maarifa kwa kutengeneza bidhaa bora zenye viwango vya kimataifa, na naamini kupitia TanTrade na mikakati mingine jambo hili la kupata masoko litafanikiwa. Programu hii itatoa hamasa kwa wafungwa kujifunza na kushiriki kamilifu katika programu mbalimbali za urekebishaji ili kupata ujuzi, elimu, maarifa kwa ajili ya kuwasaidia kujiajiri na kuajiriwa pindi warudipo katika jamii. Baada ya kutumikia vifungo magerezani, kwa kuwa watakuwa na vyeti vinavyotambulika na VETA, wataweza kujiajiri na kuajiriwa. Wafungwa wanapata manufaa kwa ajili ya kujiajiri wenyewe au kuajiriwa, lakini vile vile ni uhakika wa kupata kipato kwa ujuzi ambao mnakuwa mmeupata na kurasimishwa. Mtakuondokana na tabia ya kurudia makosa. Unaporudi kwenye jamii, unapokuwa na majukumu ya kufanya, unapata kipato, umeajiri au umeajiriwa, pia ninaamini pamoja na mafunzo ambayo mtakuwa mmeyapata ya kubadilisha mienendo ya tabia, inaweza ikawatoa kwenye hatari ya kurudia makosa yale yale alafu mnarudi huku magerezani mnaendelea kutumikia kifungo. Kwa hiyo niwaombe sana yale ambayo mliyafanya yakawapelekea kuwa hapa, na fursa hizi ambazo mmezipata, msirudi uraiani na kurudia makosa yale yale. Kwa hiyo niwaombe sana, tunapozungumza swala la kuwarekebisha kimienendo na kitabia, mliishi na mtakapokuwa mmemaliza kutumikia vifungo, basi ujuzi huu ukawasaidie na kuwanusuru msirudi magerezani tena. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hii pia inaongeza imani kwa jamii kuwa gerezani si mahali pa mateso au unyanyasaji, bali ni sehemu maalumu ya kujifunza na kupata ujuzi. Nitoe rai kwa wafungwa wote mlioko magerezani kuongeza juhudi kwenye ushiriki wa programu mbalimbali za kuwabadili mwenendo na tabia ili mpate ujuzi, elimu na maarifa na kuweza kutunukiwa vyeti. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ni uagize uongozi wa Jeshi la Magereza kuendelea na jitihada za kuboresha na kuimarisha programu za urekebishaji wa wafungwa ili kufikia matarajio ya jamii. Niwahakikishie kuwa serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi
itaendelea na jitihada za kuliwezesha jeshi hili kutekeleza majukumu yake. Jumla ya wafungwa 212 walifanyia usaili na waliofaulu na kupata vyeti ni 201, sawa na 94.8 katika fani zifuatazo. Ya kwanza ni ujenzi, masonry and bricklaying. Ya pili ufundi magari, motor vehicle mechanics. Ya tatu uundaji na uchomeleaji, welding fabrication. Ya nne umeme wa majumbani, electrical installation. Ya tano ni upishi, food production. Ya sita useremala, carpentry and joinery. Ya saba ubunifu na ushonaji, design, sewing and clothing technology. Na ya mwisho ni bomba, plumbing and pipe fitting. Kati ya watakaopata vyeti hivyo, wanaume ni 151 na wanawake ni 50, ambapo baada ya muda mfupi utaomba kuwatunuku wawakilishi mmoja katika kila fani. Kitendo anachofanya kila Kisole leo hapa na Commissioner General cha kuwarasimisha hasa hawa ambao wanapata taaluma zao wakiwa gerezani ni jambo kubwa sana, Mheshimiwa Waziri, na mimi naomba niweke sauti yangu, nipaze sauti yangu katika hawa ambao wanapongezwa. Katika jitihada za kuboresha huduma za urekebishaji wa wafungwa, tayari jeshi limekamilisha mitaala utoaji wa mafunzo kwa watumishi ili kuwajengea uwezo katika utekelezaji wa majukumu ya kazi. Na Mheshimiwa Waziri, tayari mafunzo haya kwa wakufunzi yamekwisha tolea ambao watatumika kwa ajili ya kufundisha kwa kutumia mitaala hiyo mipya. Ni mategemeo yetu kwamba mafunzo haya ambayo yatawasaidia wengi kubadili mtazamo juu ya maisha yao na kuwa na matumaini mapya ya kuanza upya wakiwa na ujuzi wenye thamani kwenye jamii. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Bashungwa kwa kuweza kuwa nasi na kuweza lakini kuisimamia jeshi la magereza na kuweza kutuunganisha pamoja nao na kuweza kutekeleza majukumu pamoja na VETA. Na sisi tunasema tunawakaribisha sana wenzetu wa magereza na tutafanya nao kazi kwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha taifa letu linakuwa na ujuzi na watu wenye ujuzi katika maeneo mbalimbali.